wa shirika la maendeleo la mkoa wa Kagera KADEFO. Mwenyekiti wetu Balozi Liberata Muramura. Liberata Muramura vile vile ni Liberata Baerere, ni mwanachama mwenzetu. Tumekuja kumsindikiza mwenzetu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Basi kwa niaba ya familia Yomrangira Rutatora Medadi Rui ya kutoa neno kama msemaji wa familia. Karibu sana. Dini hapa ndio tumeshika huko, lakini umeendelea kutunza mazingira. Mungu akubariki sana. Lazima tukushukuru ukiwa hai, tusisubiri umeshalala. Si ndio? Huyu ndiye anaangalia mazingira kuanzia kule juu kwenye viwanja. Baba aliacha mashamba mengi sana. Kwa hiyo huyu bwana asante sana. Hawakujui leo wakujui. Au dakisimama uje na mke wako asimama. Au dakisimama. Kako baba. Na Mungu wako. Namba mja wa kumruhusu kushukuru. Hata alipotangulia mbele ya haki, mtu wa kwanza kuongea naye alikuwa ni huyu mzee Tena. Tuliwaogopa hawa dada kuwapa taarifa kwa sababu tulikuwa tunajua ilikuwa ni shida. Tulishauriana kwa muda mrefu sana, tukakutana ili tuweze kufanya. Mungu akubariki sana. Hili ni usiku wako. Ni kwa hawa huyu kijana yeye ni hapa Buganguzi tu ni Yangiro. Yeye alikuwa msaidizi wake nyumbani. Mzee Dani ameugua. Anataka dawa. Anajua simu za dada wote hao na watoto wake wote. Anawapigia baba anaumwa anataka dawa fulani. Ushauri kila kitu. Mungu akubariki sana. Kazi uliyofanya haishi hapa duniani na huko mbinguni. Na yule dada ambaye mko msaidia nyumbani, Mungu akubariki sana. Asante sana MC kwa nikwako. Mshamba Baskofu, baba paroko, mapetista wetu, sister, wana familia wote, wana ukoo. Nasimama hapa, nimeomba nitoe neno la shukrani. Lakini kama tunavyosema sio kwenye sisemi siasa hapa, lakini nasema Allen Mombeki amenifilisi. Maana wakati anasoma wasifu akamalizia na shukrani. Kwa hiyo nikasema amenifilisi. Na kwa vile tunaokoa muda, mimi naomba nitoe shukrani za jumla. Na sisi Mheshimiwa Baba Askofu, katika diplomasia kitu tunachokijua sana na ni vizuri ni kushukuru na kushukuru na kushukuru tena. Katika kutoa shukrani hizi, sisi kama wengi mnaoona hapa, Mheshimiwa Baba Askofu umekuwa na sisi wakati wa majonzi, wakati wa furaha, sherehe. Unaona kila wakati tuko pamoja. Lakini pia nishukuru viongozi wetu wa dini, wa paroko na wasaidizi wake. Mmekuwa mnatuimanisha kiroho na kiimani. Tumepita muda mrefu, tulipewa pia na mama yetu, na mnavyowaona hasa dada zangu, na ninasikitisha sana muona kakadana amelala pale. Sasa sijui nani atamsimamisha mwenzake kwa imara, maana wote ndio hivyo. Lakini mmekuwa na sisi na hii familia yote. Mimi nasema msibuka bagieta msibuka uturage tuturage huwa kama waliotoka Dar es Salaam, tukiwa Dar es Salaam ni msibuka, na huwa tuna wimbo wetu mmoja. Nitasema nitaimba kidogo, sijui kuimba, lakini Mheshimiwa Baba Askofu niruhusu. Huwa tuna wimbo wetu, nadhani anaujua kila tukiwa na shughuli anasema mbona mjaimba wimbo wetu? Na wimbo wetu katika kumwaga, naomba niimbe kidogo. Huwa tunaimba hivi: msibuka mbwenu twaijage, msibuka mbwenu twaijage, msibuka mbwenu twaijage, twaijana matomukyanzi kamlija kutuleba mtujumbira kaika matano bunyobwa bukarangire amaweza katumanyiza. Nimeimba huu
nikiamini kaka Dani huko alikuwa na usikia, maana angeona kama hajamtendea haki kama tuimba wimbo. Lakini baba askofu waliopo wengi hapo wametoka mbali, wametukimbilia toka kila sehemu, na wengine kama alivyosema kaka Temu wamekuwa ni watu anasema mtaani wanakula hawajawahi kupanda basi, lakini watu wamekuja na makosta. Hiyo imetugusa sana kwamba hatuko pekee, lakini hata wengi waliokuja hapa wakuja kwa ajili ya Liberata Mulamula, pamoja na kwamba nimepata rambirambi na nimechukua kwa niaba ya kaka Dani. Kila mtu aliyoko hapa, kama angekuwa kuna nafasi, Mheshimiwa Baba Askofu ana ushuhuda kuhusu Dani. Na jana Mheshimiwa Paroko padri alikuwa akitoa mahubiri akasema hapa kila mtu ana kilio chake. Wote tunalia tunagaragara, walikimuuliza wewe kwa nini unagaragara? Dansa alikuja kana kupata nango. Dansa akanisomea mwana. Dansa akafanya hiki na hiki. Kwa hiyo wote naamini wote mmekuja kwa ajili ya Danstan. Na Danstan kwa hiyo na hiyo mnavyomuona amekaa pale kwenye picha ile. Ndio maana katika picha zote tulitafuta tukaona hii ndio inayomwelezea Danstan. Mtu ambaye alikuwa hana maneno mengi, lakini kama wenzetu wasema Karatemu anakuambia ukweli. Mimi alikuwa ananiambia kila wakati, akasema pamoja na kwamba wewe ni balozi, lakini hapa hapana, umekosea. Anasema kuna kusikiliza ukiongea, anasema yeye anaongea nini? Anaambia umejiandaa, ulienda, ulikurupuka. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa amenyooka kwa kweli. Ametuimarisha na alikuwa pamoja na kwamba alikuwa muda mrefu, lakini tulikuwa tunamuita Dani wa ni mpambanaji. Akati tamaa hata kidogo, hata dakika za mwisho. Kama alivyosema mama yetu, baba ameenda siku ambayo usiku walikuwa kama hali imebadilika, lakini kwa kutokata tamaa akafungua macho akamtambua. Mimi wananitaga huko kwenye familia mama Kitangetange. Mama aliniambia ati mwana wangu shangaba eba kikendeleki. Kwa hiyo mimi nilikuwa nimeogopa kwamba hii habari sitalikuta wapi. Maana mimi ya baba ikunikuta niko katika Kitangatanga kikazi. Na hapa maana hapa naona ni live, sio kujua yu Kitangetange kikazi. Msiba wa mama unikuta karibu nafika airport. Na kaka Emmanuel ndio ana deliver hizi messages. Akaniambia urudi, kimetokea hiki, na mama Malonsia akaja kunichukua. Nikamwambia sasa nilikuwa naingia kwenye ndege, mniingize kwenye mkokoteni labda. Lakini ilipotokea ya Edwin sikuwepo, ya Florida bahati nzuri nilikuwepo. Kwa ninachosema ni kwamba imetokea hii ya Dani katika kipindi kifupi. Sisi tulikuwa 6 na wazazi wetu na wazazi wote hapa mnajua ishara ya buliomo eba abana banziki tabazika abamba manyamwa mnovati no mwana Teresa sijui imekuwa. Kwa hiyo naye tunamshukuru Mungu kwa hilo kwamba wazazi watangulia na nini. Kwa hiyo mimi nawashukuru, tunawaomba kama familia tuendelee kusimama pamoja, tusimamie imani. Lakini kama familia, sisi familia yetu ilikuwa ukisikia Rutageruka ukozi, lakini hii yote wote tuliokaa wote hapo huwa kama vidole hivi, kila kimoja kina kazi yake. Kwa mimi rai yangu ni kwamba tuendelee kuwa hivyo. Mume wangu alikuwa ameenda Burkina Faso, aliposikia habari akasema huyu atayaweza mwenyewe, ngoja niende. Lakini bahati kwamba nilikuwa na wenzangu wote naweza kuhimili hiyo. Naomba niishie hapa, sio kama wanasiasa, maana nimekuwa mjengoni. Mheshimiwa Askofu, wanasiasa, kosa mnalofanya na MC kosa alilonifanya kunipa mic. Maana ukishachukua mic unajua pa kuanzia, hujui pa kumalizia. Lakini pia ukitaka kumalizia unasema Mheshimiwa Baba Askofu, mwisho tena kwa kumalizia. Kwa hiyo naomba nimalizie kwa kuwashukuru, lakini shukuru sana
kazi iliyofanyika hapa. Mpaka sisi tulikuwa Dar es Salaam, tunaanzia Mikocheni, kila mtu alikuwa anaangalia. Tumekuja hapa pamebadilika. Kila mmoja ameweza kufanya kazi kubadilisha, na kwamba kaka Dani alikuwa anapenda vitu vya class standard. Anayemjua kaka Dani alikuwa anapenda, hata kama anasema nina suti moja lakini iwe ya viwango. Kwa hiyo nashukuru kwamba waliotuambia kila kitu walikuwa tunawazingatia hilo. Tunaambia mzingatie hilo. Kaka Dani alikuwa apendi vitu vya flash. Lakini pia nashukuru Ukoba wadau. Maana hapa msibu kanana anajua msibu kaiko wapi. Sasa leo naambiwa kuna live stream. Naambiwa nini? Kuna live stream tunaonekana na walioko si Marekani, wewe msibuka. Hata walikuwa na kunywa kutoka Kiero wanasema ya tumeulizia kutoka Buganguzi, tunaulizia msibuka mpaka kufika. Niwashukuru CRDB. Bahati nzuri nimeingia kwenye ndege na mkuta mkurugenzi mkuu mtendaji. Akaniambia, "Balozi, mbona umekuwa hivi? Umepata msiba?" Nikamwambia yeye. Akasema wakati natafuta tiketi, tulikuwa tunachinda, akasema kuna familia ina msiba mkuu. Kwa hiyo amaliza karibu siti zote. Akasema kumbe ni wewe. Nikamwambia yeye. Akasema nani amefariki? Nikamwambia Dani. Akasema Dani alikuwa mteja wa CRDB kwenye record. Watu walionuaga shares, sisi tukaanza kuziomba hapa sio kama zipo. Lakini alikuwa kwanza alikuwa anatuelimisha shares, nasema nake nini shares. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana wa CRDB. Lakini nimshukuru Mama Kagisa. Mpishi. Sijui hapa kama kuna mtu amelala njaa, ameshinda njaa. Wametangu tuko kule mpaka tumerudi wote, kila mtu amefika kupata chakula. Kwa hiyo mimi nishukuru, yani anza kaendelea na kuendelea kama nilivyosema mwisho na mwisho kabisa. Naomba nimalizie hapa kwa kuomba kwamba kaka Dani tena wanajulikana, kuna ambao wanajua Dan, lakini ana jina lingine. Wakati hali imekuwa sio nzuri, Takatemu akaambia huyu ni papa, haendi kokote. Kwa hiyo tulikuwa tumemaliza tunamuita papa, kama unaenda hospitali unaona kama ukishataja papa na. Kwa hiyo mimi nasema nimalizie kwa kusema papa, nenda salama, vita umeipiga, zimeshinda. Lakini naposema unajua sio wote wa haya. Nimalizie kwa kusema Mungu inekisha. Mungu inekisha. Kwa hiyo tunaomba wote. Najua wengi mmeacha shughuli zenu, lakini naomba tumalizie Ijumaa mwepo. Mheshimiwa Baba Askofu, najua ulibadilisha ratiba yako kabisa. Kwa hiyo tukushukuru tena. Kwa hiyo tuko na bahati sana kuteka mbaiji. Baba Paroko naye amenyooka. Msikuletea hivi vitu vya zaka. Kwa hiyo nabidi toe mapema. Baba Paroko hataki vitu vya zaka. Kwa hiyo naomba Baba Paroko, hiyo Ijumaa wakati tuja kuteka umwati wako wa Israeli mundu tukiraka emisa tukire ibada tumalize tumshendekeleze umgenzi Danstan na makatikista wako vizuri, lakini tunakuomba Baba Paroko ushiriki na sisi. Asante sana. Asanteni sana. Ni basi muda jamani, naomba mniambie muda. Baba Paroko anasema saa 6. Wale ngombe ni sawa. Jamani, mmesikia saa 6 na saa 6 ya Paroko ni saa 6. Na kama ya Baba Askofu hapa aliambiwa, alikuwa na cheki kujua saa kamili, mara anaambiwa 6, mara anaambiwa 5, mara anaambiwa 8. Akanambia, balozi, unajua mimi nikisema 8 nakuja 7:30 au saa 7. Kwa hiyo naomba tukisema 6 tafadhali wote tuwepo kwa wakati. Vinginevyo akija Paroko tutakuta watu wawili misa ina. Kwa hiyo naomba niwasisitize hivyo na tuwakaribishe hiyo siku ya Ijumaa. Baada ya hapo naomba niwashukuru sana. Asante sana.
tunamsindikiza ndugu yetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemwita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake ingie katika raha ya milele. Twakuomba Bwana, umpokee huyu ndugu yetu katika uzima wa milele, na utawala wako apate furaha ijayo na isiyo na mwisho, na kukaa miongoni mwa watakatifu wote milele na milele. Baba yetu uliye mbinguni, kaburini. Tunatumaini kuwa siku moja tutakutana naye katika uzima. Tutaacha njia hapo, tutaacha njia. Wengine tubaki kwenye nafasi. Ukikaa kwenye skrini hapo unaona matukio yote yanayoendelea kule sehemu ya maziko. Bariki kaburi hili, umweke na malaika wako mtakatifu alilinde, na huyo ambaye mwili wake utazikwa humu, roho yake ifurahi kwako mbinguni, pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ndugu zangu, tumombe kwa unyenyekevu Mungu Baba wa rehema kwa ajili ya ndugu zetu waliofariki. Tuitikie sote, twakuomba utusikie. Bwana, wasamehe kwa wema dhambi zao, uzipokee kazi zao njema. Tuombe wote wanaohuzunika kwa kifo cha Dunstan. Bwana, watulize wote waliofiwa. Tuombeane sisi wenyewe ambao tuwasafiri hapa duniani. Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufufuko wa mwanao. Tunaomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu tufufuke katika furaha. Tunaomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mungu Mwenyezi amependa kumwita kwake huyu ndugu yetu toka uzima huu. Tunauweka mwili wake udongoni, rudie ulikotoka. Kristo amefufuka wa kwanza kutoka wafu. Tunamkabidhi huyu ndugu yetu kwa Bwana. Bwana ampokee kwa amani yake, na mwili wake aufufue siku ya mwisho.